kwa lengo moja tu, ikiwa ni maadhimisho ya kupinga utumikishaji wa mtoto ambayo yamekuwa yakifanyika kila mwaka katika tarehe 12 Juni. Na kwa mwaka huu kama alivyotangulia kusema mwenzangu kwamba thimu ya mwaka huu ni inayosema kwamba maendeleo yanaonekana, lakini bado tuna kazi ya kufanya, hivyo tuongeze juhudi. Sasa sisi kama wizara yenye dhamana kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, yenye dhamana ya kusimamia utumikishaji wa mtoto lakini na sheria za kazi kwa ujumla, kwanza kama nchi inayo miongozo na sheria mbalimbali ambazo zinazuia utumikishwaji wa mtoto. Mbali na mikataba ambayo tumeridhia kama nchi, lakini pia sheria zetu ambazo tunazisimamia kama idara ya kazi, kwa mfano sheria ya ajira na mahusiano kazini imeweka katazo la utumikishwaji wa mtoto kwenye maeneo ya kazi. Sasa sisi kama idara ya kazi kupitia wizara yenye dhamana tumekuwa tukifanya kaguzi kwenye maeneo ya kazi ili kuhakikisha kwamba maeneo yote ya kazi hakuna utumikishwaji wa watoto. Na hata kwa mwaka huu Mheshimiwa Waziri, nitoe taarifa tu kwamba katika kuadhimisha siku hii tutafanya kaguzi maalum kwenye maeneo ya kazi kwa muda wa wiki 2 mfululizo ili kujihakikishia kwamba maeneo ya kazi ni salama na hayana utumikishwaji wa mtoto. Hii ni kazi ambayo tumekuwa tukiifanya mara kwa mara kupitia ofisi zetu za mikoa ambazo zipo nchi nzima ya Tanzania, lakini na specifically kwa ajili ya maadhimisho haya tutafanya kaguzi maalum kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba maeneo ya kazi hakuna utumikishwaji wa mtoto, na lengo kubwa ni kuendelea kukomesha utumikishwaji wa mtoto. Pamoja na kwamba Tanzania kama nchi tumeshapiga hatua kubwa sana katika kutokomeza utumikishwaji wa mtoto kama ambavyo mwenzangu Ayaelewa alivyotangulia kueleza, tumepanda kwa kiasi kikubwa katika kukomesha hili eneo la utumikishwaji wa mtoto, lakini bado kuna maeneo ambayo bado utumikishwaji wa watoto unaonekana upo. Kwa mfano kwenye mashamba ya kahawa huko au ya pamba na maeneo mengine ya kazi, hasa kwenye machimbo ya madini, bado kumeonekana kuna viashiria au bado watoto wamekuwa wakiendelea kutumikishwa. Na tatizo kubwa linaonekana kwamba ni elimu kwa wazazi, na baadhi ya watu wanashindwa kutofautisha ni kazi ipi ni ya kumpa mtoto kwa lengo la kujifunza na ni ipi ni mtoto akifanya na kuwa ni ametumikishwa. Kwa hiyo kikubwa sisi kama idara ya kazi pamoja na kufanya kaguzi, lakini pia tunawajibika kutoa elimu kwa jamii ili waweze kujua madhara ya utumikishwaji wa watoto, lakini vile vile kuzuia huo utumikishwaji wa watoto. Sasa baada ya kusema haya machache, Mheshimiwa Waziri, nisiseme sana. Watoto mnafahamu ni malaika, watoto ni baraka za Mungu, na watoto ndiyo kizazi tunachokitarajia. Taifa lolote lisilokuwa na watoto ni taifa mfu. Taifa lolote lisilojua na lisiloweza kuona thamani ya watoto katika misingi ya kuwalea katika makuzi bora, kwanza kulinda uhai wao. Na ndiyo maana unaona Tanzania kupitia mikataba ya kimataifa ya kulinda haki za mtoto, haki namba 1 ni uhai, tumeizingatia. Na ndiyo maana unaona program za kuhusiana na masuala ya watoto katika serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweka mpango wa watoto chini ya umri wa miaka 5 kutibiwa bure kwenye hospitali yetu. Mnafahamu hilo. Na inaanzia kwa mama wajawazito, tukitambua kwamba mtoto ni baraka kwa taifa. Na bila watoto manake tusingekuwa na hawa tunaozungumza mbele yao leo, waandishi wa habari na wala wanaotusikiliza, na tusingekuwa na uongozi, kwa sababu watoto baadaye kadri wanavyokuwa katika makuzi yao na malezi ndio tunapata viongozi wa taifa baadaye, au tunapata tafsiri ya nchi kuwa na ardhi, watu, siasa safi, uongozi bora. Wale watu ndio msingi wa taifa lolote. Kwa tunaanzia hapo kama taifa kutambua na kuheshimu mikataba ya kimataifa. Sasa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi Juni ya mwaka 2025, imekuwa ni utamaduni wa kimataifa kuadhimisha siku ya kupinga utumikishwaji wa mtoto duniani
Kwa malengo hayo hayo, kwa maana uendelevu wa mataifa yoyote duniani, tunategemea uwepo wa watoto kwa sababu ndio generations. Tukizungumza hapa leo, mimi naizungumza mimi ni generation, naweza nikasema generation toleo la mwisho la generation ya kwanza baada ya uhuru ya Mwalimu Nyerere. Lakini wapo generation ya Mwinyi, wapo generation ya mzee Kikwete, ya mzee Mkapa, mzee Kikwete, na baadaye wengine wamezaliwa mzee Magufuli, na wapo generation ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa unataja generation kwa maana ya miaka 10 nilivyotafsiri mimi. Lakini wapo wanyuma wa generation hizo za mkoloni, Muingereza, baadaye Mjerumani, au sio? Ndivyo tunavyoenda. Na ndio maana sasa kwa msingi huo ni kwamba tunaposema leo tarehe 12 si jambo dogo. Tunaliona dogo kwa sababu nini? Ni tumeweka hivyo siku ya kupinga unyanyasaji au utumikishwaji wa watoto, ikienda sambamba na mambo mengine yote ya hovyo yasiyofaa kwa mtoto, yanaweza kuathiri uhai wake, afya yake, malezi yake, makuzi yake. Na kwa msingi huo taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliingia mikataba ya kimataifa. Moja ya mkataba ni huo wa haki za watoto wa mwaka 1989, mkataba wa kimataifa chini ya ILO. Mkataba mwingine ni wa ILO wa International Labour Organization, ambao ni shirika la kazi duniani, ambao ni namba 138, lakini wenyewe umejikita zaidi katika umri wa chini wa mtoto kufanya kazi. Tunatambua kuna kazi ambazo mtoto anafanya kwa ajili ya kumuandaa kuwa mama bora, baba bora, mtumishi bora, na aidha kwa afya yake au yeye mwenyewe kukua. Anavyofanyishwa labda nenda kafue, anafundishwa nguo zile zenye uwezo wake kulingana na umri. Anapoenda shambani labda anafundishwa namna ya kulima, kama tu kumuandaa kuja kuwa mkulima bora baadaye, lakini sio kumtumikisha kwa maana yeye ndio awe kama mnyamakazi wa kufanya ile kazi. Hiyo ndio sheria inakataa. Lakini pia tuna mkataba mwingine 182, huu unahusiana na kazi hatarishi, na umetambua kabisa kazi gani ni hatarishi au aina gani ya utumikishwaji mbaya wa kazi. Mkataba huo namba 182 wa kimataifa, ambao sisi Tanzania pamoja na mikataba mingine ambayo tuko mbioni kusaini, ni pamoja na mkataba namba 183 ambao unahusiana na utumikishaji wa wafanyakazi wa ndani au wafanyakazi wa ndani majumbani. Sisi wote ni mashahidi. Wengi wanaofanya kazi kule ni aidha amekimbia shule, ameacha shule, katoto kadogo kanaanza kufua nguo za baba, anafanyishwa kazi. Na kazi za wafanyakazi wa ndani wakati mwingine hazina hata ukomo. Mpaka saa 8 za usiku baba ametoka kulewa huko, anakuja kugonga, niwekee chakula, nichemshie chai, chemshie maji ya kuoga. Au mama anaamka kule, baba ndo amerudi kutoka kwenye starehe zake huko, anamwamsha mfanyakazi, anamgongea saa 8 za usiku, kafanye kazi hii. Na mara nyingi bahati mbaya wafanyakazi wa ndani umri wao wengi huwa chini ya miaka 18. Sasa jicho la sheria la kimataifa limewaona, na sisi Tanzania tumeshaanza tayari. Sisi ndani kwa sheria za sasa tunayo sheria ya mtoto ya mwaka, hii ni sura namba 13, na kama sikoseni ya mwaka 2010, inayotoa makatazo yote na inatoa mwelekeo na mwenendo mzuri wa kulea watoto. Kwa hata wazazi mjue, ukizaa mtoto ni wa kwako ndio, lakini sisi tunachojua ni wa Mungu na ni wa serikali. Ukimtendea visivyo tunachukua hatua kali, kwa sababu mtoto ni baraka kwa taifa. Tusingekuwa na viongozi leo, tusingekuwa na viongozi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, tusingekuwa na viongozi wa kitaifa, viongozi wa dini, kama watoto ambao tunawazaa tungewaacha wakawa wazazi wao wanafanya watakavyo. Kwa hiyo kwa sheria hiyo ya mtoto namba 13 imeendana na kuakisi matakwa ya sheria nilizozitaja za mikataba ya kimataifa. Lakini pia tunayo sheria nyingine ya ajira na mahusiano kazini, ambayo sheria hii ni sura namba 366, na yenyewe inaeleza namna gani ambavyo sisi wa Tanzania na watoto wetu katika taifa ambao ni baraka wana haki gani, ikiwemo haki ya kuishi. Utumikishaji wa watoto ulikuwa kama 29%, lakini sasa tumefikia 24.9%. Na maana yake ni kwamba utumikishwaji, tafsiri yake ni kwamba bado upo. Na ndio maana kauli mbiu ya siku ya leo inasema progress is clear but there is more to do. Let's speed up efforts.
Kwa lugha au tafsiri isiyo rasmi au tafsiri sisi tunaweza kusema maendeleo yameonekana kwa maana ya upiganaji na upingaji wa utumikishaji wa watoto, lakini kuna mengi ya kufanya. Tuharakishe jitihada, na kwa sababu hiyo pia tumechukua jukumu moja kwa moja kama serikali la kuendelea kuhakikisha tunafanya kaguzi kwenye maeneo yote ya kazi kama alivyoeleza vizuri sana kamishna wa kazi. Na mimi hapa leo, kwa siku ya leo, ninaagiza kamishna wa kazi hiyo kama ulivyosema, ndani ya wiki mbili hizi kuna makamishna kila mahali. Mheshimiwa Rais ametoa pia magari ya nyongeza kwa ajili ya kuongeza ufanisi katika kazi hii. Mheshimiwa Rais amefanya jitihada pia kumlinda mtoto kwa kuandaa wizara maalum inayohusiana na masuala ya haki za watoto. Pia tuna wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, si ndio, watoto na wanawake, sawa sawa, ambayo ina makundi maalum pia. Hii ni specific kwa ajili ya haki za jumla za watoto, ikishirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu katika kuhakikisha kwenye eneo la watoto tunafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tutafanya hivyo na tutatoa case study ya maeneo ambayo wameendelea kufanya utumikishaji, kwa sababu lengo letu sio kusema tumeshuka kwa asilimia walau zaidi ya 10. Tunataka kwenda zaidi.